Karibu mwanafunzi wa darasa la 5, la 6 na la 7 katika somo letu la leo. Katika somo la leo tutaenda kufanya maswali matatu kutoka NECTA 2023. Tutafanya swali la 38, 39 na 40. Hakikisha ume-like, ume-share, ume-subscribe na kufollow ili uwe wa kwanza kupata masomo haya. Moja kwa moja twende tufanye swali la 38. Swali linasema iwapo n jumlisha 5 sawasawa na 0, ipi itakuwa thamani ya mtajo kwenye mabano 2n jumlisha 3 gawanya kwenye mabano 1 toa 4n gawanya kwa 2 toa n. Tumepewa n jumlisha 5, hii ni sawasawa na 0. Tumeambiwa tutafute thamani ya mtajo 2n jumlisha 3 gawanya kwa 1 toa 4n gawanya kwa 2 toa n. Kwanza kabisa twende tutafute thamani ya n kutoka kwenye mlinganyo waliotupa. Wametupa n jumlisha 5, hii ni sawasawa na 0. N ni sawasawa na hasi 5. Tutumie thamani ya n sawasawa na hasi 5 tuingize kwenye mtajo wetu. Hii itakuwa ni sawasawa na ndani ya mabano 2 mara n, lakini n ni hasi 5 mara hasi 5 jumlisha 3, nafunga mabano, gawanya kwa 1 toa 4 mara n ni hasi 5 mara hasi 5, gawanya kwa 2 toa n ni hasi 5. Sasa tutaenda kufanya kazi kwenye mabano kwanza, na tutaenda kufanyia kazi sehemu za kuzidisha. Hii ni sawasawa na 2 mara hasi 5, tunapata hasi 10 jumlisha 3 gawanya kwa 1 toa hasi 4 mara hasi 5 ni sawasawa na, itakuwa ni chanya 20 gawanya kwa 2, hasi mara hasi itakuwa chanya, hii ni sawasawa na chanya 5. Hakikisha uko vizuri kwenye hesabu za hasi na chanya. Hasi 10 jumlisha 3 tutapata hasi 7 gawanya kwa 1 jumlisha 20 21 gawanya kwa 2 jumlisha 5 tunapata 7. Kwa jinsi hesabu yetu ilivyo, nitaenda kubadilisha hizi namba za juu kuwa sehemu. Hii ni sawasawa na hasi 7 gawanya kwa 21, lakini alama hii maana yake ni kugawanya, nitagawanya kwa 7. Hii ni njia rahisi ya kufanya hii sehemu hapa. Tunajua hii ni sawasawa na hasi 7 ya 21 mara hii iko chini ya 1, 1 itapanda juu, 7 itashuka chini. Sasa tunaweza kurahisisha kwa 7 1 kwa 7 hasi 1, hasi 1 mara 1 napata hii ni sawasawa na hasi 1 ya 21 mara 1 ni 21, na hili ndilo jibu letu. Kwa hiyo jibu letu ni herufi B. Twende tuone swali la 39. Swali linasema grafu kwa duara ifuatayo inaonyesha kiasi cha vyakula vilivyouzwa katika duka la jumla kwa wiki nzima. Unga wa ngano unawakilishwa na nyuzi 120, maharage yanawakilishwa kwa nyuzi 88 na mchele
unawakilishwa kwa nyuzi 152. Ikiwa kilogramu 300 za unga wa ngano ziliuzwa kwa wiki nzima, je, ni kilogramu ngapi za mchele ziliuzwa? Kwanza kabisa twende tuone vitu tulivyopewa. Tumepewa unga wa ngano wenyewe unawakilishwa na nyuzi 120, lakini uliuzwa kilogramu 300. Uliuzwa kilogramu 300. Mchele unawakilishwa na nyuzi 152. Tunahitaji kujua huu uliuzwa kilogramu ngapi. Uliuzwa kilogramu ngapi? Ili kujua mchele uliuzwa kilogramu ngapi, kwanza kabisa inabidi tutafute vyakula vyote viliuzwa kilogramu ngapi kwa wiki nzima. Tufanye x ni idadi ya kilogramu zote zilizouzwa za unga, maharage na mchele. Kama x ni kilogramu zote za vyakula vilivyouzwa wiki nzima, sasa unga inawakilishwa na nyuzi 120 ya nyuzi za duara ambazo ni 360 mara x. Hii ni sawasawa na kilogramu za unga ambazo ni 300. Sasa tunaweza kupata thamani ya x ambayo ni kilogramu za vyakula vyote. Tunaweza rahisisha 0 na 0 kwa 4, 3 kwa 4, 9, 3 mara x, 3x ya 9. Hii ni sawasawa na 300. Nitaenda kuzidisha kwa 9 pande zote, mara 9 mara 9 kwa 9 moja kwa 9 moja. 3x ni sawasawa na 300 mara 9. Nitaenda kugawanya kwa 3 pande zote, kwa 3 moja kwa 3 moja kwa 3 moja kwa 3 3. 3 mara 300 tunapata sawasawa na 900 kilogramu. Kwa hiyo jumla ya vyakula vyote vina uzito wa kilogramu 900. Sasa twende tutafute uzito wa mchele uliouzwa wiki nzima. Tumeona mchele unawakilishwa na nyuzi 152. Hiyo mchele 152 ya 360 mara uzito wa vyakula vyote ambao ni 900. Tunaweza rahisisha kwa 9 40 kwa 9 100, 0 na 0 kwa 2 2 kwa 2 5 kwa 2 1 kwa 2 76. 76 mara 5, hii ni sawasawa na kilogramu 380. Kwa hiyo mchele wiki nzima uliuzwa kilogramu 380.
Jibu lilikuwa ni C. Twende tuone swali la mwisho, swali la 40 linasema wastani wa uzito wa wanafunzi 6 wa darasa la 7 ni kilogramu 48. Ikiwa uzito wa mwanafunzi wa 7 utaongezwa, wastani utakuwa kilogramu 50. Tafuta uzito wa mwanafunzi wa 7. Tumepewa wastani wa wanafunzi 6 ni kilogramu 48. Mwanafunzi wa 7 akaongezeka na akasababisha wastani ubadilike uwe kilogramu 50. Kwa hiyo tuna wastani wa wanafunzi 7. Wanafunzi 7 ni 50 kilogramu. Tunahitaji uzito wa mwanafunzi wa 7. Ana uzito gani? Tunajua wastani ni sawasawa na jumla gawa kwa idadi. Tuanze na wastani wa wanafunzi 6. Kwa hiyo wastani wa wanafunzi 6 ni sawasawa na jumla ya wanafunzi 6 gawanya kwa idadi wako 6, lakini wastani tumepewa ni 48. Kwa hiyo 48 ni sawasawa na jumla ya wanafunzi 6 gawanya kwa 6. Tutaweka chini ya 1 kisha tuta cross. Jumla ya wanafunzi 6 hii ni sawasawa na 48 mara 6 ambayo ni sawasawa na 288 kilogramu. Hii ni jumla ya wanafunzi 6, lakini pia tumepewa wastani wa wanafunzi 7. Kwa hiyo wastani wa wanafunzi 7 ni sawasawa na jumla ya wanafunzi 7 gawanya kwa 7, maana idadi yao ni 7. Lakini wastani wa wanafunzi 7 tumepewa 50. Hii ni sawasawa na jumla ya wanafunzi 7 gawanya kwa 7 chini ya 1 tuta cross. Jumla ya wanafunzi 7 hii ni sawasawa na 50 mara 7 ambayo ni sawasawa na 350 kilogramu. Wametuuliza tutafute uzito wa mwanafunzi wa 7. Kupata uzito wa mwanafunzi wa 7 tutachukua jumla ya uzito wa wanafunzi 7 ambayo ni 350 kilogramu. Tutatoa jumla ya uzito wa wanafunzi 6 ambayo ni 288 kilogramu. Kwa hiyo uzito wa mwanafunzi wa 7 sawasawa na 350 toa 288 ambayo hii ni sawasawa na 62 kilogramu.
mtoto wa 7 ana kilo 62. Jibu letu ni herufi C. Naamini somo hili litakuwa msaada. Usisahau kulike, kushare, kunifollow na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.